So to answer your question, in the affirmative, it's an obvious yes. Bila shaka Swahili wanasema kila mwamba ngoma huvutia upande wake. Mtazamaji, ni baadhi tu ya waniaji ambao walijitokeza hii leo kwenda kushiriki katika zoezi hili la upigaji kura, ikiwa ni uchaguzi mdogo katika maeneo ya Ol Kalou. Tumekuwa tukikuarifu tangu asubuhi kinachojiri maeneo yale. Kumekuwa na matukio mbalimbali na vile vile kwenye muda mfupi uliopita pia baadhi ya viongozi wamejitokeza wakipeana lalama zao, hususan wakilaumu upande wa serikali kwa namna ambavyo kwanza kuna maafisa wengi sana wa polisi ambao kwa maeneo hayo, na wengine wakiwa wanaona kwamba ni kama ni hofu kwao ya kufanya baadhi ya wapiga kura wasijitokeze na vitu kama hivyo, ila ni sababu tu ambazo ziliweza kutolewa mapema hii leo na baadhi ya viongozi kutoka vyama ambavyo vinashiriki katika uchaguzi huu. Ikiwa ni saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, mtazamaji, hivi sasa naomba basi niingie moja kwa moja katika mjadala ambao tutakaokuwa nao hapa studio, tukijadili namna ni kwa nini uchaguzi huu mdogo umekuwa muhimu kwa taifa zima, ambapo nakuta macho ya wengi yameelekezwa katika uchaguzi huu ambao unaendelea hivi sasa, ikiwa imesalia dakika 30 kabla ya vituo vya kupigia kura kufunga milango yao na kuanza lile zoezi la hesabu ya kura. Hapa studio kwa sasa naungana na Kevin Osido ambaye ni mmoja wa watu ambao wamekuwa tukishirikiana nao sana kwenye mahojiano hapa, ikiwa ni KTN au hata vile upande ule wa pili wa Spice. Kevin Osido ni mkurugenzi katika lile shirika la County Watch. Karibu sana katika studio zetu siku hii ya leo. Nafurahi sana kuwasiliana na wewe. Asante sana mwenzangu. Najua mimi nashangaa sana sababu kila mara tukiwa na uchaguzi kwenye nchi ya Kenya sisi watu tunapatana hapa, kwa hivyo nimefurahishwa sana. Aisee, ni kumbukumbu zingine za kitambo sana. Tulikuwa tunakesha naye hapa studio wakati wa uchaguzi wa 2022 hata 17 pia. Kevin tumekuwa tukishirikiana naye vema. Kwa hiyo asante sana kwa ushirikiano huo. Karibu sana Kiprotich Ngetich kwa kuweza kufika siku ya leo moja kwa moja kutoka Kericho kule. Wewe ni mratibu wa kutoka chama cha UDA. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Vyema kabisa, nitaanza na swala moja ambalo ni la msingi kwa wengi ambao wanaoliangalia. Manake taifa hivi sasa ni kana kwamba macho yote yako Ol Kalou kuangalia uchaguzi huu, na sio tu kuangalia siku ya leo, bali wamekuwa na msururu wa kufuatilia kuanzia kampeni. Kumekuwa na matukio mbalimbali, vurugu za hapa na pale, vitisho na hata pia baadhi ya mali pia kuharibiwa katika kampeni, na mpaka leo kupelekea kwamba uchaguzi huu unafanyika. Labda Kevin, ni kwa nini, una umuhimu gani uchaguzi huu? Asante sana Manzo. Na umuhimu ambao kuko kwenye uchaguzi huu ni kuwa, kumbuka ya kuwa tuwasema ya kuwa kuna fahali wawili, lakini kwa hakika wale candidates ni watu 9. Ndio. Lakini ukitizama namna pengine ile narrative ambayo iko kule nje ni kuwa ni mvurutano kati yake Mheshimiwa Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na ni sababu Mheshimiwa William Ruto lazima ahakikishe ya kuwa ameshinda uchaguzi huu ili aweze akaprotect kile ambacho kwa lugha ya Kingongo tunaita protecting the incumbency. Na ni sababu asipofanya hivyo, kumbuka kumekuwa na pengine hadithi ya kuwa tayari mlima umemhama, na Ol Kalou kule Nyandarua iko katikati mwa mlima Kenya ama Mount Kenya, ukitizama zile serikali gatuzi ama counties ambazo ziko kule. Kwa hivyo ule dhana ya kuwa pengine mlima ama wapigaji kura ama wafuasi wa Mount Kenya generally speaking umemtokeza Mheshimiwa Rais, lazima afanye kila juhudi kuhakikisha ya kuwa uchaguzi huu ameshinda, ili aweze akahakikisha ya kuwa atakapokuwa akiendeleza kampeni yake anaweza toka kule nje na aseme mlifikiria ya kuwa mlima umehama, lakini si mnaona tumeshinda. Na upande wake pia Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kumbuka kila mara anasema ya kuwa mlima ishatoka, sisi tushahama tumeenda. Kwa hivyo yeye pia ni lazima afanye kila kitu, atie juhudi akisha ya kuwa kwa hakika ile narrative yake ya kuwa mimi ndiye kigogo wa mlima Mount Kenya ama mlima Kenya, lazima atie fora akisha ya kuwa kwa hakika ile narrative ambao baadaye kama ule atakayeshinda uchaguzi atakuwa ametangazwa. Kumbuka ya kuwa kutakuwa na misemo ambayo sisi kama wanasiasa ama wao ambao wako kule watauendeleza tunapoelekea katika uchaguzi kuu. Kwa hivyo ni lazima wao wakisha ya kuwa wametia bidii, na of course wawili
hawawezi wakashinda uchaguzi, lazima kuwe tuna mtu mmoja. Kwa hivyo kila kitu ambacho tunakitizama pale ni kuhakikisha ya kuwa aidha Mheshimiwa William Ruto ameshinda ama Mheshimiwa Rigathi Gachagua yule ambaye ni mfuasi wake ndiye ametangazwa. Kwa hivyo sidhani kama kuna yote ambaye ameenda kule kati ya hao wawili ambaye anatarajia pengine kutangazwa kama hajashinda. Kwa hivyo ndio pengine tunaona ule mvurutano ambao kuko kule. Kile ambacho kimenishangaza ambalo sidhani kama natakana liendelezwe ni kumbuka ya kuwa wapigaji kura walirauka asubuhi. Na wengi wamesema ya kuwa uchaguzi ulikuwa ni wa amani sana. Kwa hivyo tunashangazwa hawa wauni, hawa goons, ni nani anawadeploy, wametoka wapi? Na sidhani kama ni vyema kama IEBC mpaka wakati huu hawajatoa statement rasmi kuwatuliza wale ambao pengine bado wako kwenye foleni. Kumbuka ya kuwa pia kuna wale ambao wata transit kutoka kwenye zile polling stations waende kwenye tallying center. Lazima tume ya uchaguzi pia iweze ikawatuliza wananchi, waambie kuna vurugu, lakini sisi kama tume bado tuko gangari kwenye mikakati haya. Tutaingilia ndani kidogo baadaye swala hili la wahuni na hali ya vurugu ambayo ilikuwa imeshuhudiwa hapo awali, na pia tuangazie taarifa ambayo imetolewa na kiongozi wa DCP ambaye ni Rigathi Gachagua muda mfupi uliopita. Lakini Ngetich, karibu sana, labda upande wenu wa UDA ina umuhimu gani uchaguzi huu ambao unaendelea Olkalau kule? Sawa, asante sana Ali Mansu kwa mwaliko wenu. Na kwanza ni salimie watazamaji wetu jioni ya hii leo. Kabla sijajibu swali lako, kwanza nataka kupongeza wakazi wa Olkalau. Uliona kutoka asubuhi vile walijitokeza kwa wengi sana mno. Inamaanisha hii uchaguzi kuna umuhimu kubwa. Kama kawaida kwa wakati kwa hii uchaguzi hizi ndogo ndogo. Kama kawaida turnout ile watu kutokea kupiga kura inakuanga wachache sana mno. Lakini hii ya Olkalau imeshangaza kila mtu. Mara kwa mara inakuwa 30% kwenda chini, lakini ya Olkalau ni kama itazidisha 50% kwa idadi ya wapiga kura wote huko Olkalau. Inamaanisha kwamba Wakenya sana sana wale wa eneo ya mlima na aswa Olkalau wanajua umuhimu sana kwa kuchagua viongozi. Kwa sababu kuchagua viongozi ndio watapata maendeleo ya constituency na ile. Lakini kwa upande wetu wa chama, kwanza lazima ifahamike ya kwamba hii kiti cha Olkalau haikuwa chetu. Ilikuwa mbunge yule aliaga, roho zake aendelee kulala salama. Alikuwa mbunge, David Kiarao alikuwa mbunge wa Jubilee. Hivyo sisi tunaingia tu tunajaribu kunyagua kutoka kwa kile chama jingine. Ngeti tunatumia maneno mazito. Si maneno mazito. Kama kawaida siasa ni competition. Sasa tunajaribu sasa kwa sababu si mara ya kwanza. By election imefanyika sana kwa maeneo bunge. Ukiangalia Isiolo South by election. Kile kiti kilikuwa cha Jubilee. Tukaingia pale mkanyakua. Tukashinda. Tukiangalia Mbeere North kwa mfano ilikuwa katika chama cha DP. Tukaingia pale tukashinda. Ni ishara kwamba hii chama chetu cha UDA ni chama cha kitaifa na kina umaarufu kila pembe zote. Kwa hivyo hii chaguzi ya Olkalau tunatarajia mazuri. Kivile tumeendesha kwanza kampeni zetu. Tumefanya kampeni ile ya kutosha. Tumesunguka kila mahali, ukiangalia pale Olkalau tumepaka kila mahali rangi za njano. Ungetembea mita 200 hivyo kabla hujaangalia rangi ya njano. Laita t-shirt ama kofia. Tufanye kampeni nzuri. Safi. Hivyo basi tunatarajia matokeo mazuri. Lakini waamuzi ni wana Olkalau. Tunangoja wenyewe wataamua. Safi kabisa. Na mama yetu hapa ambaye ametuungana nasi hivi sasa, Rose Mulwa, asante sana kwa kuweza kufika katika studio zetu. Ni kiongozi katika kile chama cha ELP kama sijakosea. Labda kwa muktadha wako, yani maoni yako, uchaguzi huu wa Olkalau labda unadhani una umuhimu gani, ambapo unakuta macho yote yameelekezwa kule, unakuta rasilimali nyingi sana kwenye kampeni zimekuwa zikisukuma upande ule? Asante sana Bwana Ali Mansa and the viewers and the Kenan Setraj. Asante sana kwa kutupatia hii nafasi ili tuwe hapa tuongee na Wakenya na tu compare notes. We are comparing notes and reasoning together. Mimi kile naweza sema, niliingia politics 1988. Lakini siaona hii imefika leo. Hii ya leo
kile naweza sema ni in short, hii ya Ole Kalau na the previous by elections which have taken place, I think it's a competition between two people. And the two people are the people who are working together in the office. That is the sitting president and the deputy president. Na kwa hivyo ni kama mtu anataka kuonyesha I'm more powerful than the other one because Hapa kuzungumzia deputy president nazungumzia Kindiki, the former aliyekuwa naibu wa rais. Yeah, exactly. Yule alikuwa, yes, I'm sorry about that. Manake mimi siona hii kupigana namna hiyo. Siona watu wakiwa na such interest ikiwa namna hiyo. Siona mali imemwanga mingi namna hiyo kwa because of one seat. Sasa nikasema ni maoni yako ni vile the way inaendelea manake imekuwa vita, ni vita. Na hii vita nasema it's not supposed to be there. And what I can say is that hakuna mbaya vile imetokea na hakuna mbaya haita affect 2027 negatively. Wakenya wameona vile mambo iko na watajua vile watachaguana 2027. Manake umeona vile kulikuwa na gunzi wanapigana na wanapiga one opposition na ingine inapiga ingine, but today tukaona wameenda kwa usalama. The same thing will happen in 2027. Wakenya wataangalia, politicians tutapigana, lakini Wakenya wataenda kuchagua yule wanataka. Manake uwezi lazimisha watu kuchagua ule kiongozi wataki. Kwa hivyo itakuwa something very, this one it is a learning, it's a lesson we are learning. A very positive lesson. Kile naweza kusema ni vile sikujua kuna department ile iko na employment ya goons. Manake we have been talking about unemployment, but it seems there is a sector where we can employ thieves and goons. Now, what has shocked me is because the goons who are employed and taking these jobs, huwezi kusema ni watu wale useless, watu wa mitaa. Hakuna mtu useless, lakini watu wanyonge kwa society. Ukiwaona ni wanaume wako na nguvu na wanafaa, wanajua kutumia pistols, wanajua kuendesha gari kubwa. Kwa hivyo watu ni watu wako very well organized, na they are not, na they are educated. Mi vile ninaangalia kwa TV, kwa mitandao, these are not people who are simple the goons. And I'm saying that maanake mimi naitisha kiti ya presidential 2027. Mimi nitawatafutia kazi lakini si ya guni. Nitawatafutia kazi ya kulinda boundaries. Hii mipaka ya Kenya kutoka kwa ile watu wa Shabab wale wanaingia Kenya. Maanake we have got people who can fight for us. Lakini this time wana fight the wrong people. We should not fight one another. Asante, tutaendelea baadaye, lakini kuna ujumbe ambao ametoka kumalizia kidogo hapa Mama Rose kwamba huu ni ujumbe kamili kuelekea mwaka 2027. Sijui unaona ujumbe gani kutokamana na zoezi hili ambalo limefanyika leo ambalo imesalia kama dakika 17 vituo vifungwe. Ni ujumbe gani ambao umejitokeza leo? Ujumbe ambao nimeuona ni kuwa tume la uchaguzi lazima wawe gangari. Na ni sababu kumbuka ya kuwa uchaguzi sio tukio. It's not an event. Uchaguzi ni kitu ambacho kinapangwa na inaanza katika muda ama wakati mrefu sana. Ndio sababu hata wale ambao ni wagombezi, wale ambao wanawania viti ama kiti hiki kwa mfano, wanapewa muda kama miaka mitatu, 3 months, miezi mitatu, waweze wakafanya kampeni zao. Na ni sababu ili uende kule uongeleshe watu, ufahamike na wao. Unapoendeleza kampeni yako, tume ya uchaguzi pia wako kwenye kona fulani. Wanatangamana na watu, wanaongelesha watu, na mmoja kati ya wale watu ambao lazima IEBC waweze wakaongea na wao ni wale maafisa wetu wa serikali, haswa through the Ministry of Interior. Na ni sababu kila mara katika hizi by elections zote kuna wale ambao kila mtu anawaongelelea. Goons na security. Naomba nikusimamishe Kevin. Tunapoanza mahojiano ulitaja kwamba unasubiri kusikia
IEBC watasema nini kuhusiana na zoezi leo. Nadhani tunaenda huko hivi sasa, umewavuta mpaka tunaenda moja kwa moja. IEBC hivi sasa wanahutubia vyombo vya habari kuhusiana na mchakato mzima, ikiwa imesalia dakika 16 kabla ya vituo katika maeneo ya Olkalau vifunge milango yake tayari kuanza shughuli nyingine ya hesabu ya kura. Lakini kwanza tusikie ujumbe kutoka kwa wasimamizi wa kura. We want to thank the people of Olkalau for having turned up in large numbers, and much of the exercise has gone on uninterrupted. It's been fairly peaceful in many of the polling stations. People have turned up in large numbers. As at 3 o'clock today, we had 50.78% voter turnout of registered voters. That is quite a good turnout, and we expect that number to increase between 3 and 5. Those 2 hours, we're likely to have more. The most important thing is to have this exercise concluded in a peaceful manner, and we are appealing to everybody, all the actors, political actors in the field who are there now, to secure and maintain peace and order up to this time and up to the end of the exercise. And we expect that before midnight or around midnight, we will be able to tell Kenyans who the elected member of parliament is. The wishes of the people of Olkalau will be respected. IEBC is an impartial arbiter, and we have done all our processes. Our greatest joy is that our machines, our KIMS kit, have all worked extremely well. We didn't have any failure, and we didn't have any problems in identifying the voters who have turned up. It's our hope that the remaining few minutes will be handled very well without any interruptions from any quarters. I want to thank the security team that has been deployed, large as they were, many as they were. They have been able to do a professional job. There has been very serious restraint by them so that nothing happens during this period. We are very grateful to them and to the police, our police and the IEBC staff who have done the work very professionally. Thank you. Commissioner, the former Deputy President has called on his supporters to go to polling stations and cordon them off to protect the vote. What would you say about that? There's no question of protection of votes. The votes are protected. We have adequate security deployed in all polling stations to make sure that the votes are protected. And once the votes have been cast and the time ends, the votes will be counted. And so therefore we are appealing to the residents of Olkalau not to be incited by anybody. Wait for your votes to be counted at the polling station, and you will know the results in a very short time. Commissioner, my name is Alan Ochanda, and we've spotted and they've been captured on camera some hooded men traveling in cars with concealed number plates and firing in the air. Are they part of the security that was contracted by IEBC? Our security are well organized and the police under the police command. Anybody else outside that formation have already been reported to the police commander who is in charge in this area. And therefore we are not in charge of, we don't subscribe to hooded personalities if they are there and unmarked cars that are moving around. Yesterday we gave a very strong warning and a statement was given by IEBC that all unmarked cars be impounded. That is our position and that is the official position. I think Commissioner Hassan has spoken to how the day has been, and we want to thank the residents of Olkalau who are voters for keeping peace and coming out to vote. And as we talked earlier, the elections was peaceful, and Kenyans that comes from Olkalau and they are registered voters exercise their rights within a peaceful environment. I think my comment is that what happens from here, we expect that polls will close at 5 p.m., but whoever shall be on the queue by 5 p.m. shall be allowed to vote. And after that, the counting process will start. Counting process will happen in every polling station, and the relevant documents and resort form will be filled accordingly. So we asked all the citizens and all the political players to allow the electoral officials to count the votes peacefully
in the presence of the agents, observers, and media, only the accredited persons who are in the polling station. The rest of the people, our advice and our call is that they go home and wait for the results. Results are protected not only by the security officers, but also by law. That the law requires that the IBC conduct elections in such an open and transparent manner that everybody can see which vote was cast and where it was counted. And that there is also the presence of the agents. So our prayer to all the political players and the citizens is that they allow the process to continue uninterrupted because it is protected by the security but also by law. Thank you very much. My name is Sidney Chazima from TV47. There are various players in this election in terms of parties, and some might be tempted to have their own tallying centers. What if there comes a time when there's a declaration of different results from what you guys are going to come up with? You know, the Constitution gives only one electoral management body called IBC the right to declare results and winners. So people can tally because they have the result form with them, but the declaration of results can only be done by IBC. Any other result declared out there is not legal. They can only tally and see what the results are from their end, but declaration must only be done by the IBC, and that's the Constitution of Kenya. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. Na mtazamaji, hao ni makamishna wawili wakuu ambao wametwikwa jukumu la kuangazia uchaguzi mdogo wa Olkalau. Kama ulivyowaona hapo, tangu juzi wamekuwa maeneo hayo wakisaidiwa na maafisa wengine wadogo ambao wanawasaidia kulingana na ratiba ambazo wamepanga, namna ambavyo shughuli inavyoendeshwa mpaka sasa. Na bila shaka kwa yule ambaye amekuwa akifuatilia matangazo ya uchaguzi hapa nchini, huwa inafikia wakati tume inajitokeza wakati kipindi ambacho shughuli inaendelea, na wanaelezea namna ambavyo shughuli ilivyokuwa, na ndio maana wamejitokeza hivi sasa kuzungumzia jambo ambalo wakati tukianza mahojiano yetu hapa Kevin alisukuma sana, akitaka alikiwauliza sawa tungetarajia watoke saa hizi na wamejitokeza, labda akauliza unazichukulia kwa uzito gani Kevin? Na nimewashukuru sababu wajua kujitokeza hivyo kwa tume la uchaguzi pia ina namna nilivyosema pale mwanzoni, inawapea amani, sababu kumbuka ya kuwa upigaji wa kura haujafungwa, pengine kule bado dakika 7 na kwa hivyo pengine bado kuna wengine wenye wako kwenye foleni wanangojea kupiga kura na wanasikia, sababu pengine hapo kwenye wapo pengine huo vurugu ambao tumeuona haujajitokeza hapo na pengine kuna mpango imetokezea kwingine, na pengine kunaweza kuwa na mpango ya kuwa wao wahuni pia wanakuja huko. Kwa hivyo wakijitokeza hivi inaweka comfortable, inawapea amani wale ambao pengine bado wako kwenye foleni, na hata wale candidates pia wale ambao kwa hakika wanapigiwa kura katika uchaguzi hii pia inawatoa wasiwasi ya kuwa pengine sisi tuko peke yetu, pengine tume hawajali. Na kumbuka ya kuwa kuna pengine malalamishi, kuna viongozi ambao washajitokeza wakasema hawa watu wanatumwa na viongozi fulani ama pengine serikali ama namna walivyoongea. Kujitokeza kwa tume ya uchaguzi hivyo basi pia inawapea ule nguvu ama independence ya kuwa sisi hatuko na tumemsikiza Commissioner Hassan Nur akisema ya kuwa tuko tu na maofisa wale ambao wamekuwa accredited na tume ya uchaguzi. Kwa hivyo ni hatua nzuri, hatua njema kujitokeza kwa tume hivyo namna wamesema, na pia inawasaidia sasa watu waanze kujitayarisha. Tukishafunga hizi polling stations tuna transit to the tallying center. Kwa hivyo pia inatupea nafasi ya kuwapea ile strength ya kuwa namna walivyosema walipojipanga katika uchaguzi huu. Tukishaingia kule kwenye tallying center bado pia kutakuwa na ile independence ya commission ya kuwa pengine hakuna watu ambao wako na interference ama wako na mipango ya kutatiza lile shughuli. Safi kabisa. Ngetich, pia ulitaja swala ambalo pia nafikiri Hassan Nur ametoa takwimu zake akisema kwamba kufikia sasa 60.7% ya wapiga kura waliweza kujitokeza, na wameona katika data yao kwamba hawa ni watu ambao tayari kura zao zimepigwa katika ile idadi ya takriban 73,800 ya wapiga kura ambao wamesajiliwa katika maeneo yale. Labda unachukulia kwa uzito gani kwamba idadi hiyo iko karibu kufikia kile kiwango ambacho kinachostahili, lakini ulisema kwamba
pia kawaida kukiwa na chaguzi ndogo, idadi wanaojitokeza ni chache sana kabisa. Hii ya Olkalau, uchaguzi ya Olkalau leo ndio tutasema imeshinda ingine yote, na nadhani pia ni indication ya kwamba mwaka ujao, kwa sababu tunaelekea general election, ndio inaonyesha kwamba pia wananchi Kenya mzima watatilia manani swala la uchaguzi, kwa sababu linahusu kila kitu ya maisha yao. So lakini nipongeze IEBC, wacha tu niruhusu pia nipongeze IEBC kwa ile kazi wamefanya pale Olkalau, despite ile mashinda mingi, kwa sababu the interest kwa hii election ni mingi sana. Kwa hivyo kudhibiti, kufanya nini, useme hali ya wauni nini, kwa sababu kila sekta wanalaumu mwingine, wanachezea mwingine karata kabaya, lakini tumeona sana malilio inatoka pande moja, kwa sababu wengine pia hapo tutaweza uliza mfanya nini kwa Kenya ambao wanatazama kwa mbali, mtajiuliza mfanya aje kampeni zenu, kwa sababu kama ulikuwa unafuatilia kutoka mwanzo mpaka sasa vile DCP, candidate ya DCP, chama cha DCP kilikuwa naendesha kampeni zao, na hii kwa sababu hii farasi ni wawili hapa na UDA. Ungeona pale sana Olkalau DCP elect campaign pale, kampeni zao zinahusu sana rais. Hawakuwa nauza sana candidate yao kuuza kile atakuja kufanya nini. Ndio maana labda mimi naonelea ni sababu wanakuja mara mingi sana kwa media kusema kuna nini hapa na pale. Lakini tungoje tu matokeo. Lakini kabla sijamaliza Bwana Ali, kuna swala umeliguzia na Mama Rose pia ameliguzia, hasa kuhusu rasilimali ambapo zimepelekwa pale. Lazima kwangu lazima tuliondoe hiyo ni dhana potofu ati kwamba serikali imechukua rasilimali pale kwa sababu ya uchaguzi. La, kwa sababu wakazi wa Olkalau kama Wakenya wengine wako na haki kikatiba, hasa katika kifungu ya 43 inasema kwamba kila Mkenya inaitwa haki za kiuchumi na kijamii. Lakini kwa yale anajiuliza kwa nini iwe sasa? Kikatiba haijalazimu serikali ifanye kwa muda mfupi. Inafaa, kwa hivyo inalingana na miradi ya serikali imepanga vipi, hasa tena upatikanaji wa fedha zile zina aina ratiba fulani. Katiba ijasema ufanye wakati huu. Kenya maendeleo yote ya serikali inafanyika wakati wowote ile. Kwa hivyo wakazi wa Olkalau kama Wakenya wengine wako na haki. Tukiangalia kwa sababu maendeleo yanaendelea pale kuhusu hii affordable housing for example, tukiangalia pale hiyo haikufanyika kwa sababu ya uchaguzi wa Olkalau, kwa sababu lakini imekuwa project pale ni asilimia 90% complete. Sasa hatuwezi sema ati serikali imepeleka maendeleo kwa sababu hatusemi hilo, tumesema kwa baadhi tu. Maana tunangoja sasa uchaguzi sasa hii competition ile kati ya DCP na UDA ikiwe kwa agenda ya fiamu, si ati serikali nini ulaumu serikali nini. Tutarudi hapo kwenye hilo swala la baadhi ya vitu ambavyo vimetolewa, maana kulikuwa na kauli kutoka kwa watetezi wa haki kutoka kwa jana lile shirika la uangalizi wa kura ILOG pia waliweza kuzungumzia hilo, lakini Mama Rose nitakupa dakika 3 tuzungumzie taarifa ambayo imetolewa na IEBC. Je, ilikuwa ni mwafaka wao kujitokeza kuzungumza wakati ambao wameelezea kwamba tayari asilimia karibu 61 walijitokeza kupiga kura na pia ni shughuli ambayo ilienda bila tatizo lolote? Unakubaliana nayo? I agree with nakumbali na IEBC because kulingana na vile vita ilikuwa na kampeni ilikuwa mbaya, IEBC they maintained their stand. I feel they are guarded by the constitution, but I feel IEBC they are not having it easy because kama vile my friend is saying, ndio hii vitu inapeana. Nimeshapitia elections, kile kiketokea hapo is the government should appear to be neutral. Maanake tunasema ni farasi wawili. Kama ni farasi wawili na wanashindana hapo, government should have stepped aside, na kama anataka kusaidia wapatie farasi moja kondolo akapeane akakampeni, na ule farasi mwingine pia apewe kondolo aita akakampeni, so that we can say government is neutral. Lakini hapo kile kilifanya watu wawe so agitated is because unaona vitu inatoka kwa serikali, mattress inaandikwa GOK. Unaona ofisa wa serikali
who have not resigned. You know, by law, by constitution, they should resign before you go to engage yourself. Kwenye uchaguzi. Kwa uchaguzi. And they are supposed to resign by February next year. But this time, they could have resigned early. Lakini walikuwa wameenda huko. Umeona wale magovernors wako kwa kaunti ingine wameenda huko. Yet, mtu mwingine wanapigana na yeye is depending on the resources of the people of that county. Na ndivyo uliona hata watu wa huko walimuonea huruma, wakaanza ile pesa wanapewa wanamchangia. Ndio. Manake kulikuwa unfairness. Kwa hivyo I think IBC so ile pesa wanapokea upande wao wanakuja wanachangia. Wanachangia. Wengine wanakataa kulalia mato, wengine wamekarudisha hiyo. What I want to say, IBC, you know, kila mtu ako na boss ule amemwandika, si ndio? IBC, they are employed. Na hata goons are employed. Whether they are employed by the opposition, they are employed by anybody, wako na master. I think what we should look for is to look for the employer. Ni nani? Employer ni nani? Wengine wote wacha wakule hiyo mali yote watu wa Ole Kalau. Hata ikiendelea na mwingine. Kabla hatujakwenda kwenye mapumziko mafupi tu, maana yake naarifiwa tuende kwenye mapumziko mafupi. Mama Rose, labda unamwaniaji kule kupitia chama chako cha ELP? Pardon me? Uko na mwaniaji ambaye anawania Ole Kalau? Hapana, sikuweka. Hapana. Basi asante. Hiyo iwezekana. Hiyo ingewezekana huko. Isiwezekana. Kwa nini? Ni Kenya. Hiyo si tumeona. Namwambia hii vita si ya watu wengi. Lakini hii tunaangalia tukiwa mbali. Tunaangalia na tunasema imetufunza 2027. Na hata Wakenya wote wanaongea namna hiyo. Wamefunzwa 2027, wamejipanga. Hata 2027 hakuna haja ya helikopta ile chopa. Hakuna haja ya ile sunroofed vehicles. Wewe keti na mulika mwizi, keti na TV, keti na simu yako, waangalie na utajua yule utachagua. Manake you don't need to fight. Asante sana. Huyo ni Rose Mulwa, kiongozi wa chama cha ELP, ambaye tunaendeleza mjadala wetu hapa kuangazia zaidi kilichoendelea siku hii ya leo kwenye uchaguzi mdogo wa Ole Kalau, ambao kwa sasa tutasema labda milango imefungwa ikiwa saa 11 kamili kama tulivyoelezewa na Hassan Nur pale, mmoja wa makamishna, kwamba saa 11 kamili milango itakuwa imefungwa. Lakini kukukumbusha pia mtazamaji ni kwamba kwa wale ambao bado wako kwenye foleni, wao wataruhusiwa kupiga kura mpaka mwisho wa mlango. Wao wataruhusiwa kupiga kura, alafu huwa kama kawaida kulingana na ratiba ama pia kanuni za tume ya IEBC, mwisho kabisa huwa kunasimama afisa ili kuja naye mpaka atumbukize kura yake kwenye debe, na ndio itakuwa shughuli hiyo imeisha. Kwa hiyo iwapo wako kwenye foleni wale, kura bado inaendelea, lakini kwa wale ambao hawajajitokeza kuingia, saa 11 kamili huwa milango imefungwa, na ni kama kwamba saizi muda huo umefika. Mtazamaji, tunakwenda kwenye pumziko fupi, lakini tutarejea hapa tuendelee na mjadala wetu tukiangazia namna siku ilivyokuwa, na pia tukipigia mfano siku zijazo na kule tulikotoka kwenye kampeni tunaangazia kipi, tukiwa na Kevin Osodo hapa, Niko Osido, na pia tuko na Ngetich na pia Mama Rose ambao tunaendeleza mjadala huu. Usiende mbali, tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu. Naam, karibu tena mtazamaji. Kama nilivyokuelezea ni kwamba tunaangazia kinachoendelea kushuhudiwa katika eneo la Ole Kalau. Ni eneo bunge ambalo liko katika kaunti ya Nyandarua kule, ambako leo wamefanya uchaguzi mdogo, na ni shughuli ambayo kwa asilimia kubwa tutasema kwamba tutaipa imeenda vyema kabisa. Wenyeji wamejitokeza kwa wingi, na ukiangalia kulingana na historia ya chaguzi ndogo ambazo zimepigwa, huu ni kana kwamba uchaguzi ambao umetokea kupokewa na watu wengi sana ambao walijitokeza, kutokamana na takwimu ambazo zimetolewa na kamishna Hassan Nur Hassan muda mfupi tu uliopita, akiwa na Anderito, hawa makamishna ambao wanaosimamia zoezi hili katika maeneo yale, akisema kwamba kufikia jioni, muda ambao akizungumza na sisi, tayari idadi ya watu waliojitokeza ni zaidi ya 60.7, na pia akakariri kwamba huenda ikapanda hadi 63 wakati ambapo vituo vimefungwa. Sasa ni saa 11 na dakika 10 saa za Afrika Mashariki, ni dakika 10 tu zimepita tangu vituo vifungwe, ila amesisitiza kwamba kwa wale ambao bado watakuwa wako kwenye foleni ama kwenye laini wanaendelea kusubiri kupiga kura, wataruhusiwa na kupelekea idadi hiyo kupanda iwe juu zaidi. Studio hapa tulikuwa tunajadili swala hili kwa undani zaidi, tukiangazia namna ambavyo wenyeji wa Nyandarua wamejitokeza, na sio tu kujitokeza mtazamaji.
katika baadhi ya maeneo, ni maeneo mengi sana yalikuwa na utulivu wa hali ya juu, ila tu sehemu kadhaa kidogo kulikuwa na rabsha za hapa na pale, jambo ambalo maafisa wa polisi walikuwa ange kuingilia kati, ingawa kuna taarifa kwamba baadhi ya maafisa wa polisi wenyewe ambao wamevalia sare za raia pia walikuwa ni kana kwamba wanashtua watu. Wenyeji walikuwa wanakasirika sana kuona idadi kubwa ya maafisa wa polisi ambao wametumwa maeneo yale, wakiwa na wasiwasi na hofu kwamba labda kuna lolote linaweza kutokea. Lakini tukiendelea na mjadala wetu hapa, niko na Mama Rose kutoka chama cha ELP, na vile vile niko na Ngetich huyu ambaye ni mratibu wa UDA kutoka maeneo ya Kericho, na ndugu Kevin. Labda tutaendelea na mjadala kuhusiana na idadi ya watu waliojitokeza. Labda Ngetich, upande wako ulitarajia kwamba kutakuwa na idadi kama hii? Manake awali ulikuwa unasema kwamba katika historia ya chaguzi hizi ndogo ndogo ziko chini sana, lakini wenyeji ni kana kwamba wamejitokeza safari hii. Kwangu sikutarajia kabisa, kwa sababu already tuko na historia ya ile by election imefanyika. But niliposema mwanzo vile sasa vile watu wa Olkalau wamejitokeza kwa hiyo wingi wa watu, inaashiria kwamba uchaguzi wa next year, inamaanisha ina general election ya next year pia lazima itaweza kuwa na the turnout itakuwa kubwa zaidi, kwa sababu sasa Wakenya sasa wanatiliamana na siasa, kwa sababu niliposema awali, siasa ni kila kitu. Especially Kevin atakwambia, kwa sababu yeye amekuwa kwa hizi mambo za governance sana, anajua siasa ni muhimu sana. So lakini hii kabisa, tukiangazia hii Olkalau peke yake, iko na there's a lot of ishara mingi sana kwa vyama. Nataka nipate kusikia kwako wewe, ni kitu gani labda umeona kimepelekea idadi hii kutokea kwa wingi sana? Kwa sababu ile inasemanga kwa kizungu a lot of interest, especially kwa vigogo wa kisiasa, sana sana kiongozi wa DCP na pia chama chetu tawala cha UDA. Kila moja anafutana kuonyesha nani ako na ule umaarufu. But sasa niliposema sisi kama UDA tunaenda pale tujaribu kushinda an extra seat in parliament, kwa sababu hiyo kiti yenyewe ilikuwa kiti cha Jubilee. Umejigamba sana ukisema kwamba umejigamba sana, acha niseme. Tunang'ang'ana sana tuone. Alianza kusema wanaenda, acha nikurudishe nyuma kidogo. Acha nikurudishe nyuma kidogo. Acha tu nimalize. Lakini kwa DCP ni kama is a matter of life and death. Inaonyesha kwamba kwa sababu itakuwa mbunge wao wa kwanza, iwapo watashinda uchaguzi itakuwa ni mbunge wao wa kwanza. Alafu DCP ni chama kimekuja tu juzi. Auoni ni chama ambacho labda tunajaribu kuelezea Wakenya kwamba ukanda huu wa Mlima wa Kenya tayari tumewatoka serikali na tunapanga mambo yetu kivetu, na kutaka kupeana ujumbe kwamba wanaweza kuvuta rasilimali zao na wapate mtu? Haiwezi kuwa ati hiyo vile mambo unasema ati watu wa milima tunasema wametoka kwa serikali, kwa sababu hata watu wa milima ni watu wa Kenya kama wengine. So ingawa ni rasilimali za kupeana, serikali yetu ya UDA haiangazii iwapo kwamba nyinyi mnaunga mkono chama ama munga mkono. Nyinyi ni wa Kenya kama wengine. Maendeleo mtapata. Vile maendeleo sasa hivi zile zimeenda Olkalau sasa hivi umeona wamepata rasilimali mingi sana sasa hivi. So imaanisha si lazima, na hiyo inamaanisha si lazima kama hata kama wamepata hiyo hizo rasilimali, hakuna cha lazima kitalazimisha kupiga kura chama chetu. Ni ile ushawishi tumefanya pale, na tuko na uhakika na ile we are convinced ile kampeni tulifanya pale, ile resources tumepeleka pale kwa sasa kwa candidate wetu Muchinya. Tukiangazie kwanza candidate wetu mwenyewe, kwa sababu tumeongelea tu kuhusu vyama. Tuangalie ma candidate. Ukiangalia candidate wetu anaitwa Mushina Nyaga. Amekuwa akifanyia kazi mbunge ule aliaga kwa miaka 10. Ni kati ya wale candidates karibu 9, yeye ni ule ako na ile inasema experience kuliko hao wengine, especially kuhusu managing the constituency, uongozi wa constituency na nini. Tulichagua ule candidate ule mwenyewe, hata akishika uongozi akishinda hiyo uchaguzi anaendeleza na ile maendeleo yule mbunge alikuwa anaendeleza nayo. Ni ako na experience. Ndio maana sisi kwetu confidence yetu ni ile candidate wetu anafahamu vile constituency iko. Sasa kwa wale wengine ni kama sasa DCP, tuangazie DCP. DCP inamaanisha wakishinda kwa hii
the future yao kwa sababu wanasema ati umaarufu wao huko Mount Kenya, future yao umaarufu hiyo itakuwa imetiwa kasoro kidogo. Lakini tuna hakika tungoje tu matokeo mbivu na mbichi itajulikana tu sahi ndio tujue nani ameshinda. Kevin, kauli yako ni ipi kutokana na kile ambacho ndugu Ngetich anazungumzia hapa, tukiangazia idadi ya wapiga kura na historia ya kura hizi ama chaguzi ndogo ndogo ambazo awali wengine walikuwa wanapata kama 40%, wengine hata wafikisha 50% ya watu wanaojitokeza, lakini kufikia sasa zaidi ya 60% wamejitokeza. Nafikiri pengine tukiangazia vitu ambavyo pengine vinaashiria kisiasa lakini sio siasa, ni livelihoods, economic livelihood ya wale ambao ni wakazi wa Olkalau. Kumbuka ya kuwa wengi wa hawa ni wakulima, their everyday activities is farming. Na kumbuka ya hapo mwanzoni kuna wengine ambao hata walikuwa nasema ya kuwa hizo BVR imekataa kusoma mikono yao. Vidole wanasema kuna kama mama mmoja ajuza alikwenda akaambiwa kidole chake kidogo akionekana, lakini aliweza kupiga kura. Alipiga kura, na ni sababu ukitizama pengine unaweza imagine ya kuwa ni ile hard work yake, ile commitment ya kazi yake, kushikilia jembe hivyo. Na pengine ni tofauti kati ya zile by elections ambazo tumeona, ambapo pengine wengi wa watu ambao ni wapigaji kura pale sio wakazi wa pale. Ni watu ambao huko ni nyumbani kwao, lakini pengine wako outside mijini wanafanya kazi. Ndio. Kwa hivyo hicho ni kitu cha kwanza ambacho nafikiria kimeweza kuchangia katika hii turnout ambao ni very progressive. Ya pili, namna alivyosema ni ule interest ya wanasiasa. Ya kuwa pengine na tulipoanza maongezi yetu pengine tulianza kujiuliza ni kwa nini kuna hii interest. Kumbuka ya kuwa tulisema kuwa kwa serikali lazima watie bidii ili waweze wakaongeza tena au +1 mjumbe katika ile nambari ambao wako nayo, na pia ili Mheshimiwa Rais William Ruto pia aonekane ni kuwa ule dhana ya kuwa watu wa Mount Kenya imetoka kwenye serikali, lazima ajitokeze aweze akatia fora ile narrative ambayo itaendelea hadi tutakapopiga kura yetu 2027. Kwa hivyo lazima yeye pia ajitokeze, ahakikishe ya kuwa either amewin ama at least ile impetus ya chama cha Jubilee iweze ikaonekana. Kwa hivyo hiyo pia pengine imechangia, na tumeona hata vigogo vya serikali wakiwa pale. Mama Rose alisema hata mawaziri PSS tumewaona pale kama pia wanachangia na wanajaribu kwa excite wale wakazi. Na kwake pia Mheshimiwa Rigathi Gachagua na DCP pia lazima wao pia wavutie kwao, ili wale wakazi pia waone ya kuwa yenyewe atakuwa ni our first elected member of parliament. Lakini tunapoelekea katika uchaguzi kuu katika pengine siku 397 zijazo, lazima pia tujionyeshe ya kuwa sio kuongea tu. Kuna vitu ambavyo tunafanya na kuna vile tuko ambao inaweza tusaidia pia tuweze tukashinda uchaguzi. Kwa hivyo, na pengine kitu cha nne, tumeona kama vijana wetu majenzi pia wako na katika social media. Hata tumeona kama wengine wao wanasema ya kuwa tutakuwa na parallel voting system yetu. Kwa hivyo nafikiria ya kuwa kuna ule interest ya Wakenya katika masuala ya kisiasa, haswa uchaguzi, kulingana na namna vitu viko kwenye ground. Na wanasema ya kuwa lazima kila mmoja wetu ajiulize, what am I bringing on board, what is my value add. Kwa hivyo kuna vitu tu ambavyo vimechangia, lakini nafikiri hizo nne kwangu kama Kevin na analyst, nafikiri ndizo the major indicators katika hii turnout. Mama Mula anaja kwako Mama Rose, lakini Kevin, kabla tujakwenda kwa mama pale, uchaguzi ambao tumetoka kufanya na pia IEBC wametoka kuzungumza hapa akielezea sababu wamefurahishwa kwanza na namna ambavyo kando na kujitokeza pia kulikuwa na amani, utulivu katika maeneo mengi sana. Hapa kuna kitu cha kujifunza tunapoelekea mwaka 2027 kwenye uchaguzi mkuu, wakati ambapo unakuta kwamba ndio itakuwa sasa ndio ngoma yenyewe inayochezwa hapa. Tujifunze nini hasa kwenye uchaguzi huu wa Olkalau? Kwenye uchaguzi huu wa Olkalau, haswa wanasiasa, kumbuka kile kipindi ambacho unaweza kuwa nacho. Kumbuka ya kuwa tumekuwa treated to some campaigns ambazo hata zilitushangaza sana. Ni kampeni ambazo mara wauni wamejiingiza, mara sijui kwenye kanisa nini imefanyika. Na asubuhi nikiwa kwenye station nyingine, rafiki yangu alitumia ujumbe tulipokuwa tukiongea ya kuwa, lakini kama Olkalau kuna amani vipi hivi, basi wale ambao walikuwa wanaleta kasheshe na shida walikuwa wanatoka wapi? Kwa hivyo IEBC pia lazima wajifunze kitu ya kuwa
watu hawakui peaceful sababu ya ile kazi ambayo mnafanya. Wakazi hawa wapigaji kura wanakuwa peaceful sababu ya ule interest yao. Kwa hivyo moving forward lazima IEBC iweze ikatangamana na stakeholders wengine. Haswa nilisema pale mwanzoni wale wenye wako katika security infrastructure. Ili wakazi waweze wakaonyeshwa haswa ya kuwa yes, commission iko na kazi yake. Ndiyo. Lakini kama idara ya ulinzi na usalama pia kuna ile partnership ambayo wanafanya na tume yetu ya uchaguzi. Sababu katika wananchi nafikiri tushajifunza vitu vingi sana. Pengine sio ati wanapenda ule mtu ambaye amejitokeza apigiwe kura, lakini wao wako na interests zao. Kwa hivyo kama ni yule ambaye atakuja aweze akawapea zile ideas ama manifesto yake ambayo inaambatanisha pamoja na namna wanavyofikiria. Nafikiri hizo zitawasaidia katika ile turnout ama katika kuchapisha randa matokeo ambayo yatakuwa. Na nikisema hivyo, kumbuka tumesema ya kuwa wengi wa wale ambao wako kwenye Olkalao ni farmers. Wakulima. Kwa hivyo katika zile kampeni lazima kuna wale ambao walikuwa wanawa-excite ya kuwa mkitupea kiti kuna vitu ambavyo tutawafanyia kama wakulima. Sio eti sisi ni watu ambao tutatoka tuishi Nairobi, mambo ya fertilizer mnasumbukana nazo, mambo ya irrigation mnasumbukana nazo. Lazima kuwe na kitu tu ambacho pengine wale wanasiasa pia waliwaelezea ya kwa wataweza kuwafanyia, ambayo pia imesaidia katika hiyo tana. Tuseme hapa ni agenda waliokuja nayo. Agenda ni lazima. Agenda ambayo inahusiana ama iko na ukaribu sana na matatizo ya mwananchi, bila shaka ndio imemleta. Mama karibu, Mama Rose. Yes. Hili ni swala zito na kutokamana na kielelezo umekiona leo, labda wewe kama mwanasiasa ambaye umekuwa tangu miaka ya nyuma, ni kitu gani hapa tunajifunza kutokana na wenyeji wa Olkalao waliojitokeza wakapiga kura na kulingana na kauli ya Hassan Nur ambaye ni kamishna, nikana kwamba ni zoezi lenyewe liliendelea vyema kabisa licha ya manunguniko ya hapa na pale kutoka kwa DCP na waaniaji wengine? Asante. Mimi kila naweza sema hii matokeo ya Olkalao, the big numbers, it is a sign that people know what they want. Watu wanataka change. Kumaanisha kwamba Wakenya wamekuwa kiakili, wamekuza vyema kisiasa. Politically Wakenya wamekuwa mature na they know what they want. Na kile naweza kuambia politicians, it is not experience now, as my brother is saying. Ndio. You might say this is an experienced politicians, this is an experienced person. Wakenya wataki hiyo sasa. Wakenya wanataka the person. Wakenya wameumia sana economically, wameumia for the last few years or so, na wamefika kiwango ile wanasema this is what we want, na to get what we want lazima tutoke kwa wingi ili tuwe numbers. Na that's why you see Olkalao walisema tutoke big numbers, because the only thing ile itasaidia Wakenya ni the vote they are going to give. Na the more they hear, the more they are going to change. I can tell politicians who are now taking Kenyans for granted, they are misinformed, because Kenyans are going to send most of them home. Now Kenyans are not going to fight in the streets. They don't even care about goons. They are watching and talking. If you interact with them, the people will think. And mainly the people who fought, they are not even making noise, but they are going to act using the card. Kwa hivyo hii many numbers imetoka is a sign that Kenyan wamesema atutaletewa mtu hapa na tumuchague kwa sababu ile pesa mnatupatia, au ile false promises you are telling us for many years. Promises does not work. They are going to choose a person they can reason together, they can work together. Experience will not matter now for 20. In fact, politicians, most of them who are in office, if they use the methods of force and that kind of thing, they'll go home and they'll be surprised. They'll go home and they will have new faces. So, for me, I can say, Olkalao, the people, they have taken charge of their constituency. They are taking charge. And nobody can tell them. Mama Rose, manake tungefurahi zaidi ungekuwa unajiwasilisha kwa lugha ya Kiswahili, manake wewe ni mmoja wa waniaji. Kwa hiyo kuna watu wengine hapa Kenya waongei Kiswahili. Hapana, Wakenya wanaelewa. Na tuko na niamini ningekwambia Wakenya wenyewe wanaelewa. Unazungumza Kiswahili unaweka neno moja la Kiingereza. Niweke Sheng.
Usitumie sheng. Ni wake sheng. Haturuhusiwi kabisa mama. Haturuhusiwi. Kiswahili, Kiingereza, namna katiba inavyoelezea kwamba unaweza jiwasilisha kwa Kiswahili ama Kiingereza. Yeah, I'm trying to say that. Ndio. Wakenya wamefika kiwango ile, mtoto anaweza kuzaliwa akiwa mdogo, unampatia maziwa, unamwambia enda pandi, lakini itafika wakati ile mtoto atasema no, mi hapana. Ndio. Hii ndio nataka. Sitaki uji, nataka ugali. Kuna swala moja nataka nikuhusishe nalo, na ni swala ambalo limekuwepo. Baada ya kampeni kushuhudiwa, tume ya uchaguzi ilijitokeza hivi majuzi ikisema kwamba matukio ya ukiukaji wa kanuni za uchaguzi yameshuhudiwa. Kuna wakati hata walisema kwamba tunafikiria hata kusimamisha uchaguzi wenyewe. Jana ILOG pia walitoka na kusema kwamba tumepeana malalamishi yetu kwa tume ya uchaguzi, ambao mojawapo ya mambo ambao waliweza kuyashuhudia kupitia waangalizi wao ni kuhonga wapiga kura kupitia pesa, kupitia vitu na vitu kama hivyo. Ili mnalichukuliwa kwa uzito gani? Kwanza kabisa nikianza na mama. I think hiyo mi binafsi sikufurahia hiyo. Kama mtu amefanya makosa such ile crime ya elections, huo badala ya kumpatia ile onyo angeenda nyumbani. Just drop that huo mtu. Maanake hakuna maana tuseme tuna fight corruption, tunapiga nini corruption, ubisaji, na tuseme saa yote mwaka mwanzo mwaka nenda tunasema nikiingia ofisi nitahakikisha corruption itaisha. The best thing, ukiingia ofisi ule mtu corrupt, hakuna maana umpatie onyo, mwambie aende nyumbani na upatie wale wana EACC. Tuko na institution ile ya kuangalia maneno, wachukue mtu wafanye ile inawezekana. Badala saa yote tunasema since tuanze siasa, tunasema make sure hakuna, tutakuwa zero corruption country. The best thing, kama tukichukua onyo, hakuna maana ya kupatia mtu onyo saa yote, mpatie punishment. Maanake tumeona hii shida inaendelea. Wacha kuna kitu moja inanikalisha, naongopa sana. Biblia inasema kila unapanda utachuna. Utafuna hiyo. Si utafuna hiyo. You don't plan to plant mangoes alafu upande machungwa. Ndio. Sasa unaona hii goons, si wanapewa hiyo pesa wanaenda kupiga watu, wengine wameuawa. Si watu wamekufa, na hapa Kenya ni kama kifo ni nothing. Sasa tunaona hii matunda pale watu wanafunia. I'm sorry to say, unaona watoto shule, mwingine niliona aliuawa huko Thika, and they are just arguing with a classmate, wakaua hiyo kijana a 16 year old. Tumeona huko utumishi, watoto wanafunga milango, wameweka mattress, wameweka moto, na wanakaa huko nje wasichana wakicheka, wengine wakilia ndani wakichomeka. Hii matunda tunapanda sisi wazazi. Ndio. Tukisema sisi ni goons, ati tunapiga mtu fulani ili asipate kiti, au tunaona mwingine ifanyike namna hii, au tuweke woga kwa mwingine. Hii chakula, hiyo pesa wanapewa, si wanalipwa? Watu wanasema wanalipwa. Hiyo pesa wanalipwa, si wanaenda kununua chakula kwa mboma? Na hiyo chakula si watoto wanakula? Alafu tunasema shule inachomeka. Hiyo ni matunda inatokea. Na wazazi tuangalie sana. Wazazi tuangalie sana, maana ile matunda tunapanda saa hii itazaliwa. Asante kwa hilo. Ngetish, naomba nikuhusishe pia kwenye swala bado la bribery na vitu vya vitisho katika kura na vitu kama hivyo. Kama nilivyotoa ule mfano wa IEBC na ILOG, unadhani pande zote za kampeni zimefanya kampeni vyema inavyostahili kulingana na kanuni zilizoko ambazo zilikuwa zimewekwa na tume? Manake tume wao walilalamika, na hata kuna wakati wakasema kwamba wanafikiria kusimamisha uchaguzi huu. Asante Bwana Ali. Niruhusu kwanza, kabla sijazungumzia swala la hongo, swala za hii magunism kwa kampeni. Kama Wakenya pia kuna kitu moja lazima tujifunze. Lazima tujifunze kujenga imani kwa taasisi ambazo sisi wenyewe tumejengea. Kwa sababu mara mingi hata tunajua siasa, elections ni mashindano. Lakini tukipata kila wakati tunalaumu IBC, and yet IBC ni ile kikatiba
imeruhusiwa kuandaa uchaguzi. So we must learn kama Wakenya, tujenge imani kwa zile taasisi tumeweka kikatiba wafanye hiyo shughuli. Kwa sababu tukiangalia IEBC tuko nayo sasa hivi, tumeweka juzi. Lakini imefanya mpaka sasa hivi imefanya by elections zaidi ya 10 na zimeenda vizuri. Kwa sababu hivyo basi lazima tuamini kwamba hata hii Olkalau pia itaenda vizuri. Kwa sababu mara mingi wanasiasa akilalamika kuhusu tume ya IEBC inamaanisha kwa za zingine wengine wanajiandaa kukataa matokeo ya uchaguzi ama nini vitu kama pale. Na pia tunaleta ile taswira mbaya kwa Wakenya wengine kama. So mimi kwa hizi masuala za hongo nadhani tume ya uchaguzi imekuwa kwa ile stand, imekuwa na stand mzuri. They'll take action kwa wale ambao wamefanya makosa. Tukiangalia hata kuna wajumbe wawili sasa hivi wametiwa faini. Mmoja ameenda kotini tayari na ni haki yake kwenda kotini lakini IEBC imefanya wajibu yake kufaini hao. IEBC, mbunge wa Kipipiri Muya na mbunge wa Nakuru Town David Kigaria already wamefainiwa na IEBC. Inamaanisha IEBC inajaribu kwa vyovyote vile kuhakikisha imeandaa uchaguzi ambayo kila mtu atakubali matokeo, atasema. Lakini vile Kevin alisema hapo awali, uchaguzi si event moja. Ni utaratibu ya kutoka mbali. So kwa hivyo IEBC pia kwa pande yao lazima ijisitatiti kuhakikisha hii process kila mtu anaamini from ile siku ile declare clear candidates, campaign, kufuata campaign vizuri. Swala la campaign sana swala la hongo kwangu naona inakuwa ni ngumu sana kwa IEBC kusitiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu IEBC inaruhusu wanasiasa kutumia pesa kufanya mobilization. Kuleta watu kwa nini? So ni wapi utatenganisha useme hii ni hongo ama ilitumika? Lakini kuna mahali inaonekana pesa inayotolewa kuwahonga. Lakini Ali, political campaigns unaelewa it involves mobilization, kuleta watu kwa rally. Lazima sasa ukileta haezi tembea mguu, labda umelipia gari, labda ni hiyo nauli unamrudishia nauli. So utasema hiyo ni hongo ama ni nauli unamrudishia. Utatofautisha vipi? Kwa sababu utatofautisha vipi? So IEBC lazima ijaribu tu vile inaweza kuhakikisha kwa at least election the process kila mtu anaamini hiyo utaratibu mpaka ile siku chaguzi. Mama Rosa amerusha neno hapa akisema je, kutolewa mattress transport, kutolewa mattress ama usafiri. Mattress ni kitu unique na haiko inatolewa na candidate. Mwenye alitoa mattress ni mtu mwingine. Kwa sababu IEBC itafaini yule mtu kama tuseme candidate kama Kamango wa DCP ametoa ile kodoro. IEBC lazima iulize hii kodoro ilikuwa kwa agenda gani? Na kwa Mkenya ambaye atakayejiuliza labda kwa nini sasa? Kwa nini sasa? Kwa nini kipindi hiki? Kipindi gani? Kodoro, serikali imetoa vitu mingi pale. Sasa kufanya aje? Kusema tu ni kodoro ama ni mitungi za gezi nini? Hiyo serikali imepeleka vitu mingi. Mbona waangazie kitu moja? Pale sahi tukiangalia sahi kuna njia inaendelea kutoka Ngorika kwenda Kanyariri. Barabara inaendelea. Kuna barabara inaendelea sahi. It is 37 kilometers of road. 3 billion shillings. Ni kazi inaendelea. Tukiangalia mambo ya stima, watu wanaunganishwa stima kwa nyumba zao. Ni vitu zinaendelea. Kama awali nilisema kuhusu affordable housing ni 90% nimekuwa tangu hapo. Inaendelea. Ndiyo. So huwezi sema hiyo ni hongo kwa agenda ya uchaguzi. La hasha. Swala la hongo Kevin, labda tuchukue pia kutoka kwa mawazo yako na tukiangazia mifano ya kile ambacho kilizungumzwa mwisho la tuseme jana. Hii logo ilitoka na maneno makali na katika mahojiano yao pia walisema kwamba tayari tushawasilisha malalama zetu na kile ambacho tulishuhudia kuhusiana na ukiukaji wa sheria za uchaguzi katika mchakato wote huu, na wakitaka kwamba hapa naulizia iwapo matokeo yatakayotoka yatakuwa na uhalali wowote. Wajua ni swali ambalo pengine yule ambaye akona legal interest ama pengine kama kuna kati ya wale wawaniaji 9 kama pengine kuna yule ambaye atashindwa na aseme ya kuwa mie nimeshindwa lakini lazima niende kotini. Atakuwa na legal ground
atakuwa na nafasi ya kuweza kufanya hivyo, lakini ile ground yake tena itakuwa ni ule ambao una uzito. Sababu tume yenyewe ilishapeana onyo na hata wakaadmit ya kuwa mkiendelea hivi hata tutakuwa na nafasi ya kucancel uchaguzi huu. Tumeona kama pia kuna wale wabunge wawili ambao pia walipewa faini. Ndio. Na ingaji koti imeweza kuingilia katikati, lakini ni ishara nzuri kutoka kwa tume ya uchaguzi ya kuwa sisi bado tuko na nguvu ya kufanya vitu tofauti. Kwa hivyo vile vitu ambavyo tumeona ambavyo pengine zinakauka matarajio ya sheria katika masuala ya kukiuka matarajio ya IEBC ziko na grounds ya kuwa yule yote ambaye pengine hatafurahia matokeo anaweza enda kotini na afanye zile citations ya mambo ambayo pengine IEBC imesema electoral e-log report, pia kama anaweza access na aweze akaashiria. Na kumbuka pia ya kuwa tuko na sheria zile ambazo zina protect IEBC na namna wale wawaniaji wanatarajiwa pia wawe wanafanya ile conduct yao katika masuala ya uchaguzi. Na kitu ambacho kitu kingine ambacho pengine ningewaomba wabunge wetu, kuna swala kuu ambayo kinaitwa campaign financing. Ni idadi ya fedha ambazo yule ambayo anawania kiti anaweza tumia. Nafikiri huo ndio mwanya ambao hata ndugu yangu hapa unasikia anasema lakini ana fine nani. Kumbuka ya kuwa ni kweli ya kuwa yule ambaye anapewa faini ni yule ambaye ni active player. Ndiyo. Lakini lazima wale ambao pia wako kwenye mstari wa mbele wa kutusaidia kutunza sheria kama wabunge wetu pia wafanye kazi pamoja na IEBC. Ili sheria kama campaign financing tuweze kujua ya kuwa ukiwania kiti cha ubunge wa Olkalau ni pesa kiasi kipi unaweza tumia katika masuala ya mobilization, pengine masuala ya kuwanunulia wale agents wako chai, ama kama kuna vitu ambavyo kama ni hongo ambayo ni physical. Sheria imekataa, na hata tuko na electoral code of conduct ambayo kwa hakika kama kuna mtu ambaye ameweza kudocument, hakuna picha, hakuna video. Kwa hakika hao ni watu ambao IEBC lazima pia wawe na nafasi ya kuwabaa, ili tukiwazuia kuwania kwenye uchaguzi huo, nafikiri pia itakuwa ni a good example, is a learning lesson kwa wale ambao wako na pengine expectation ya kuwa tunapoendekea katika 2027 tunaenda kuhonga hawa waniaji, lakini IEBC ikiwaambia hauwezi endelea na uchaguzi huu sababu tuko na evidence ya kuwa uliweza kuhonga mtu, kwa hakika huwezi wania. Kuna jambo moja umelitaja na nafikiri ni vyema tulioingilie kwa undani. Nyote pia nitahitaji kauli zenu, manake nadhani nyote ni wanasiasa. Wakati mmoja mtaingia kwenye siasa. Kevin hapa alianza kuniuliza kama na dhamira ya kwenda kwenye siasa. Mimi ni mwanahabari, lakini kuna kitu nimekiona, umekizungumzia, alafu nakumbuka mmoja makamishna nadhani ni Alutalala alilizungumzia juzi pia, ni kuhusiana na hizi fedha ambazo zinazotolewa. Je, kuna haja kutokamana na kile ambacho tumezungumzia, kuna haja ya mwanasiasa ambaye anajitokeza afuate kanuni vyema? Kuna haja ya yeye pia kuelezea kwamba kampeni yangu natarajia kutumia shilingi 10 katika kipindi hichi chote na hivi ndio nitatumia? Kuna haja kuelezea hiyo ili IEBC wapate kuelewa matarajio ya hiyo sheria, hiyo campaign financing bill wakati huu, sababu hujapitishwa. Itawagharimu hao wanasiasa waweze waka explain hizi fedha ambazo unataka kuwania kiti unazitoa wapi? Na ni sababu kiini chake ni wapi? Sababu kuna different sources of funding. Wengine kumbuka ya kuwa kuna fedha pengine za chama, kuna ile chama. Lakini maswali haswa zile ambazo ni illegal sources of funding. Unaona? Kwa hivyo kuna wale ambao pengine ni organizations ama hata individuals ambao wanaweza pendelea kufinance a candidate, lakini historia yao ya kifedha ni historia ambayo huwezi ukaguzia kitu ambacho wanafanya ambayo ina contribute to zile fedha ambazo wako nazo ambazo wanatumia kufinance our candidates. Kwa hivyo hiyo sheria inatarajia ya kuwa wale ambao wanawania kiti watadeclare sources za hizo hiyo income. Ya pili, IEBC inatarajiwa ya kuwa wataweka threshold ya zile fedha ambazo
kila mwaniaji anatumia katika kiti cha rais, women rep, zile sita zote lazima wawe pia watawekewa, na tayari IEBC katika I think is almost 13 years ambao tumekuwa na hii sheria, lakini hatujaona kama zile fruits ama zile positive aspects za hiyo sheria haswa inawasaidia Wakenya. Mama Rosa amekuwa kwenye kampeni, labda atatuambia uliweza kutumia kiasi gani kulingana na ile fedha ambazo zimewekwa. Ile iko kila chama iko na like, ukiwa na political party utakuwa na aspirants. Na aspirants they pay this nomination fee and that kind of thing. Hiyo ni njia moja ya kuwa na pesa kwa chama. Na sometimes it ranges from 20,000 for MCA, MP can go up to 100,000, woman rep 250, and senator 250, governor up to 500. But sometimes kuna kuwa na situation where wakati ule one aspirant anasema staki competition nomination, naweza kulipa zaidi niwe the only candidate. Hiyo inafanyika. Saa ingine kunakuwa na watu wanataka kusponsor political party. Sana sana wakijua ni like women parties, they get a lot, like I get so many people calling, ukiingia tutakusupport kama woman. Individuals and association organizations. Na kile amesema ni muhimu sana. Ni muhimu sana kama mtu anataka kukusponsor, ujue the source of income. Manake utaki mtu atumie ile money laundering, pesa mbaya akuletee kwa pati yako, manake hiyo itakuharibia na you can be knocked off from the register. And na inaweza affect your party too. Kwa hivyo ile pesa mtu anatumia inategemea unataka kufanya nini. Kama unataka kuonga watu utatumia billions. Kama Ole Kalai walisema wametumia 10 billion. Ilikuwa inasemekana ni 10 billion, sio kama ni kweli. Na 10 billion hiyo ni pesa mingi, inaweza somesha watoto wote ya Ole Kalai. Inaweza hata kununia watoto vitabu na viatu na uniform. Hiyo ni pesa mingi. Hata inaweza kulipa kununua madawa kwa hospitali. Imeshinda ile fedha ambayo rais anataka. Unaweza kutumia hata goodwill. Manake nilisema come 2027 politics campaign itakuwa tofauti, itakuwa tofauti kabisa. Na hii ya Okelau nikasema it was a eye opener, awakening call. Manake hakuna maana niende huko nikapigane na goons, nitupiwe ngari ya ribiki, na pengine ngari hiyo niko na 2 au 3 na sitaendelea tena. Tutatafuta njia nyingine ya kukampeni. Kwa hivyo we might not use like hatutatumia pesa mingi. Mama Rose, kuna kitu hujatuambia. Wewe mwenyewe ulitumia pesa ngapi wakati ulikiwania nafasi ya ungavana? Wakati ya ungavana? Nilitumia about 80 million. 8 million. It was my first time. Na hii 8 million for. Na ulikuwa umeweka kila niliuza mimi ni mtu wa biashara. Mimi ni najenga manyumba. Niliuza nyumba moja nikatumia hiyo, sikuchukua harambee kutoka anywhere. Kwa hivyo nikasema wacha ni burn out. Ni hii pesa nipatie watu tu. Na hiyo ni sana sana ilienda kwa billboards. Niliweka billboards mingi. Matangazo mingi na banners and nika-sponsor rallies, that kind of thing. Kile nilishangaa Wakenya si tutafanya namna gani sisi politicians. Ukipitia pale nipatie. Mkono iko namna hiyo. Na saa hii wakaona Ole Kalai pesa iko mingi. Wakaenda huko. Walienda kuchukua tu. Safi, Ngetish, labda mawazo yako kuhusiana na hili swala la ufadhili wa shughuli zenu za siasa na kiwango. Ali, ufadhili za kampeni ni swala tata sana kwa siasa. Hata kama tuseme tumeweka kwa sheria, bado itakuwa swali ngumu sana kwa IEBC kudhibiti. Kwa sababu ile tu IEBC hawana uwezo wa kutekeleza hiyo sheria. Kwa sababu utajuaje mimi kama Osido nashindana naye kuwa mjumbe kwa eneo fulani? IEBC imeweka kikomo kama mjumbe lazima nitumie milioni 20 na Osido ako na milioni 50. Utajuaje hajasidisha
Atatekeleza vipi? Shida ni utekelezaji ya hiyo sheria. Hata tukiweka kwa sheria itakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu IEBC the best wamefanya sahi ni kuweka ile kikomo cha kiasi cha pesa utaweza tumia wakaambia tuseme president kama walikuwa wamepropose bilioni 4 kuwa governor Nairobi kuna kiasi cha fedha utaweza tumia, lakini sasa kutekeleza hiyo proposal hiyo sione mimi kama sahi itafanyika. IEBC nikiangalia hawana hiyo uwezo kutekeleza unless kuna afisa kwa campaigns. IEBC iko na afisa kwa kila kampeni ya kila mwaniaji. Akitoa pesa asubuhi anakusainia. Hiyo itawezekana. Sasa ndio maana nakuambia swala za ufadhili za kampeni ni tuseme tu IEBC patia ni guidance tu ndio nijue niko na kama Mama Rose nataka kuwa rais niende niangalia account zangu niko na bilioni 4 nisimame hiyo ni guidance tu kama Rose anakuangalia na jicho lingine. Sasa kwa hali hii to compensate ni ile compensate against not implementing this hii ufadhili za kampeni. IEBC tu ihakikisha kwamba ile process ya kuandaa uchaguzi ikuwe yenye transparent, kila mtu anaamini kutoka siku ya kwanza ya kudeclare campaign period, hakikisha tu kila mtu anaamini. Others kuhusu masuala za fedha naona IEBC haina uwezo ile haina control sana, kwa sababu Osida hapa ni tajiri, mimi niko hapa sina kitu, lakini na anapeana 1000 labda hata distance ni kutoka hapa hii studio yenu hapa tu kwamba 200 meters anarudisha 1000. Anasema hiyo ni transport. Ungeanza na kusema huo ni mfano. Kusema huo ni mfano. Huo ni mfano Osido. Ni mfano nasema. Labda ako na fedha mingi. Sasa akipeana hata distance kidogo, ufadhili za zile za nauli anapeana 2200. Na ukiona yeye mwenyewe realistically hakuna mtu aweza tumia, kwa hiyo distance kutumia. So utekelezaji ndio muhimu. Safi kabisa. Tuangalie tabia, maanake muda pia unasonga. Tuangalie tabia ya wapiga kura wetu. Na nadhani tunawafahamu. Mimi kulingana na tajriba nimeona wengi sana na tabia zao wanazokuja. Kuna vile labda mnaona huu uchaguzi mdogo umebadilisha ama utabadilisha tabia za wapiga kura. Mmetaja mambo mengi ambayo yatabadilika kutokamana na shughuli ambavyo ilivyoendeshwa, upande wa kura yenyewe vile wamejitokeza na kadhalika. Lakini je, hii itakuwa ni kielelezo kwenda mbele kubadilisha tabia za wapiga kura? Nikianza na Kevin. Ali, lazima wapigaji kura wabadilishe mienendo yao, hata tabia zao. Na nafikiri ya kuwa tumeweza kuona katika uchaguzi ndogo wa Olkalau ya kuwa pengine ule financial investment ambayo unaweka kwa takwimu kubwa haimaanishi ya kuwa ukitupea mingi tutakupea kura zetu. Matarajio pengine ni minimum. Na ni kitu kimoja ambacho sisi kama shirika County Governance Watch tunaitazama kwa macho ambayo ni ya very sensitive. Na ni sababu ultimately tutataka kujua ni nani atashinda kura ya Olkalau. Kama ni yule wa serikali, basi tunaweza sema ya kuwa ile degree of investment ambayo unapeana kwa hakika iko na output ya kuwa ukipeana nyingi watu wana receive na wanaweza kukupea kura zao. Lakini in the event ya kuwa DCP candidate ashinde ama any other candidate, kwa hakika wapigaji kura watakuwa wameweza kufanya nini? Kubadilisha matarajio na pia mienendo yao, haswa kwa wanasiasa. Ya kuwa ukitupea pesa tutachukua. Tutachukua kwa hakika, hata rali zako tutakuja, lakini sababu kura pia ni kitu cha siri na tumeona kama watu wanajiingiza kwenye box hivi, wanapiga kura zao, wanaingiza pale, anatembea bila mtu yeyote kujua. Itatusaidia sisi kama wananchi wa Kenya ya kuwa yule mwaniaji ambayo anakuja na fedha zake, wewe leta fedha tutachukua, lakini kura zetu itakuwa ni siri. Na hata kwa wale wanasiasa itawasaidia ili waweze kujua namna ya kuengage na wananchi ama wapigaji kura, ya kuwa sio lazima uje na kitu
kama pesa ama hata gas ama mattress ama nini. Italingana na namna unatangamana na watu, namna unawaongelesha watu, namna unauza zile sera zako ama agenda yako. Manifesto yako ina link na our local livelihoods kivipi. Na nafikiri ya kuwa tukiweza kufika katika mstari kama ama step kama hiyo, itatusaidia sisi kama wananchi, wapigaji kura na hata wale wanasiasa. Kumbuka ya kuwa tushaongelea masuala ya campaign financing. Kuna watu kule nje, watu wazuri tu sana ambao pengine wanasema mimi ningalikuwa rais wa Kenya, kuna vitu ambavyo ningezifanya na nina hakika ya kuwa zingesaidia wananchi. Pengine kuna mama pale anasema ningalikuwa gavana wa kaunti hii, ningewafanyia hawa watu hivi, lakini sababu hana fedha na ule uoga ya kuwa wananchi watakuomba kitu, inawazuia hata inawafanya weze wakajitokeza. Lakini ultimately Olkalau itatusaidia tuweze kujua nani alispend, sababu tushajua kuna figures kama 10 billion, kuna figures sijui kama ngapi, kuna zile by elections zimekuwa 500 million imekuwa spent, lakini ukiangalia the ultimate output huwezi linganisha na ile investment. Kwa hivyo ni kitu ambacho tutazingatia sana. Nyetich, ina maana kwamba kwa mgombea ambaye amepeana rasilimali kubwa zaidi ama amepeana pesa nyingi sana katika kura ama kampeni zake, anatarajia ushindi? Niruhusu nikubaliane na Bwana Osido kwa jambo moja, kwamba labda amesema tungoje matokeo ya Olkalau. Itaashiria kwamba ikiwa umetoa kifedha kiasi kikubwa alafu pengine ushinde, itaashiria kwamba maybe lazima kuwa mwanaji yote pia utafuta pesa mingi ndio peane ndio upate kura. Ingiwa mambo ni tofauti, inamaanisha kuwa labda mpiga kura ni mjanja. Amechanuka. Napenda lakini tukiachana hata na hiyo Bwana, ndio mimi nimekuwa ground sana, na reality ile nasema vitu kwa ground ni different, tofauti. Lakini Mkenya mpiga kura wa saizi amekuwa zile aoni ile agenda ya kiongozi. Mpiga kura mwenye aoni ile agenda kiongozi yote anayo kwa ajili yake ama kwa ajili ya eneo bunge ama eneo la wadi. Kila mtu anasema, saa zingine hata unaita mkutano, una address mkutano ile, lakini asikii kitu, anasema malize utupange sisi tushie. Hakuna kitu hata asikia agenda ule. Sasa hapo sasa utalaumu viongozi ama mpiga kura mwenyewe, kwa sababu uhalisia mambo ni vile hivyo ndio kuko sahihi. Nimekuwa na wajumbe wengine pale after election ya 2022 tukijadiliana mambo itakuwaje sasa 2027. Akasema ile ya kwanza, ile ya 2022 ilikuwa 100, ni kama next tutaweka so bilioni. Mimi kila mtu anajipanga. Unasikia sasa? Kwa hii masuala ya mwenye anapewa kupeana fedha kwa campaign ya mobilization ama nini, usilaumu sana viongozi. Mimi nataka kwa hapo ulaumu mpiga kura. Kwa sababu saa zingine hizo, na usiseme kwa sababu nimekuwa kwa siasa kwa muda sasa, pesa pia inachangia kuchange, ina influence ile vile watu wanapiga kura. Hata kama haitafanyika hivyo Olkalau, mimi najua fedha inabadilisha. Kwenye hiyo point hiyo ya fedha zinabadilisha, labda mama tumalizie hapa. Je, ni kweli kwamba unaweza kuja bila pesa lakini ukaomba kura na ukapewa kulingana labda manifesto ama una agenda ambazo kidogo mwananchi anaona kwamba zitaendana naye, ama lazima utumie pesa? Nataka kuangree na hawa my brothers Money, pesa kuna same pesa inafanya kazi, but as it is now hapa Kenya pesa haitafanya kazi mingi, na vile walisema tungojee matokeo ya Olkalau. Ndio. Na nilianza na kusema hii by election ya Olkalau itakuwa a turning point kwa politics election ya 2027. Ndio. Manake tumeona vile ilikuwa vita wakati ya kampeni. Tuliona vile pesa ilikuwa inamwangwa huko. Lakini leo tukaona ule usalama iko huko. Hii ndio tutajua kama pesa it will have any effect 2027. Lakini kulingana na vile tunaongea na watu, manake saa hii nimeshatembea 27 counties. Naenda tu chini ya maji naongea na watu.
imaanishe pa ile county unatoka, it does not matter at all. Whether it is Rift Valley, Luo Nyanza, Coast and Ukambani na Mount Kenya. Watu wote wanalia hakuna pesa. Na kile wanasema wanajua pale pesa inaenda. Na mimi sitaki kuwauliza inaenda wapi. Maana wanasema watatuambia 2027. Na watasema wataongea through the voting day, ile siku ya the voting. Manake ile shida iko, wanasema wamesomesha watoto wako nyumbani, wengine wamemaliza, wako na hata PhD na hawana kazi, na hata mumeona Gen Z wanaulizwa who is their preferred presidential aspirant, wakati walienda kwa Citizen wakasema hawana, mpaka sasa hawana, wajasema ni nani. Kwa hivyo kuna kitu hapa Kenya hatujui, ile watu vile watu wanafikiria, kuna siri wako nayo, na hii siri tutajua leo hii matokeo ikitoka hapo Ole Kalau. Asante. Bwana Ali, napenda kukinzana na yeye kwa hiyo wazo. Ati Wakenya watajua mbivu na mbichi iwapo ishara ya 2020 kutatokea vipi kupitia results ambayo by election is just by election. Haina uhusiano wowote na ile uchaguzi ujao, sana sana ya urais ya mwaka ujao. Ndio. Kwa sababu Mama Rosa ametaja vitu mingi sana, amesema ati Wakenya wanauliza pesa zao zilienda wapi. But nataka tu ni mjibu yetu vizuri. Serikali ya UDA sasa hivi imeajiri walimu 100,000 plus. Hiyo ni pesa ya serikali zimetumika. Miradi ya maendeleo inaendelea. Saa hizi tukiendelea miradi za barabara peke yake. Kilomita 6,000 ya barabara zinaendelea kujengwa saa hii. 2,400 of that has been completed. Kwa hivyo kazi inatendeka. Affordable housing. Kenya saa hii ni construction site. Construction site inaenda kwenye maendeleo. Construction site inaitwaje kwa Kiswahili? Kenya saa hii ni eneo la majengo kila mahali. Mama anashangaa mama nadhani I never said government is wasting money. Sikusema hivyo. Sikusema. Wanasema wajui pesa inaenda wapi. Lakini kuna kitu moja nataka kusema. Mimi kuna wakati hata nilikuwa najibu nikisema tungojee 2027 tutajua pesa imeenda wapi. You know why? Kama wewe ni contractor, mimi niko kwa construction, I'm a real estate developer. Nyumba ukichimba ile foundation ukienda chini, watu wakipita hata hawawezi kusema kuna kitu, wanasema ni pumbi. Mtu wako na kelele. Alafu utajenga na ujenge hiyo nyumba, na ukiweka hii wakati utapaint na uweke paint namna hii, watapita wote wakisema nini? Beautiful. Lakini sasa najua president is busy, ako kwa mzingi huko chini. 2027 ndivyo watu wataona hivi. Sasa hapo ndio watajudge wenyewe, wananchi wenyewe. Safi kabisa. Tushakuelewa, ashaelewa na amepata taswira kamili. Tuachie hapo, nitakuja kuwapa muda tumalizie mahojiano, tuendelee na kipindi chetu baadaye, lakini tunakwenda kwenye pumziko fupi. Mengi yanaendelea hivi sasa, hususan katika maeneo ya Ole Kalau kule, baada ya kukupa taswira kamili ya kilichojiri siku nzima. Kura zimemalizika, ni saa 12 kasoro dakika 2, kumaanisha kwamba lile zoezi la hesabu ya kura linaendelea kwa sasa, na tutajaribu kuzungumza na wanahabari wenzangu maeneo yale watupe picha halisi ya kinachoendelea kwa sasa, lakini tunakwenda kwenye mapumziko, tutarudi, usiende mbali.